Karibu katika sehemu ya pili ya msimu wa 4 wa kipindi cha Safari ya Wito. Katika sehemu ya kwanza tulipata nafasi nzuri ya kuangazia maisha ya Sister Hermana ambaye amekuwa nasi. Na sehemu ya pili ni mwendelezo kutokana na sehemu ile ya kwanza. Mimi ni Eric Pasco Jr. Nyuma ya kamera yuko mwenzangu Rafael Mushi. Karibu tuendelee kuangazia maisha ya Safari ya Wito ya Sister Hermana Shio, mtawa wa shirika la bibi yetu wa Kilimanjaro CDNK. Sister, karibu tena. Katika sehemu ya kwanza umetushirikisha mambo mengi kweli. Umetushirikisha namna ulivyoanza safari yako, ugumu uliojitokeza, kazi zile ngumu ambazo ulipewa pale, na lakini ukaonyesha mshikamano wako kweli, kuonyesha kwamba una nia thabiti. Tuitazame sasa leo siku ile ya nadhiri za daima. Ilikuwa ni tarehe ngapi? Mwezi gani? Mwaka tunaweza kufahamu ulikuwa ni mwaka 99. Ilikuwa ni siku ya namna gani kwako? Sasa wewe ni mtawa wa shirika la bibi yetu wa Kilimanjaro, umefunga nadhiri za kwanza, nadhiri za awali. Tushirikishe furaha ya siku hiyo. Siku hiyo kulikuwa na furaha. Ndiyo. Kiasi ambacho kila mmoja alilia. Ndiyo. Na baadhi ya wazazi waliofika pale na wao wakalia kwa sababu hawakujua tunalia nini. Kuna mwenzangu mmoja huyo mkubwa daraja alikuwa anasoma ile formula ya kuweka nadhiri za kwanza. Ndani ya formula akaanza kulia. Sasa ikawa kama ni kuambukizana vile. Furaha. Unajua kuna watu wanafurahi, hata Sister Mariana alilia sana. Ndiyo. Yaani ilikuwa ni kulia. Watu wanafikiri labda tumeteswa sana. Sasa wifi yangu alipokuja akaenda kusema nyumbani, akamwambia mama, yaani mama, tumeenda kule, wale masista wamekonda sana na wanalia sana. Na mama alisikitika kweli, akabaki anashangaa. Mama hakuwepo kwenye siku ya nadhiri za kwanza. Alimtuma wifi. Ndiyo. Mama hakufika. Alimtuma wifi yangu. Sasa wifi ndio akapeleka ujumbe kwamba wale masista wamekonda sana na wanalia sana, na wazazi waliofika wanalia na wao. Kumbe wakuelewa kwamba ni furaha ambayo mmekuwa naye kufikia ile safari ambayo mlikuwa mmeitamani. Kabisa. Ni furaha ya ajabu. Baada ya miaka hii 25 ya utawa wako Sister, unajisikia vipi? Yaani ni furaha, yaani najisikia furaha, hata sikujua kwamba sijaelewa kwanza imefika fikaje. Ndiyo. Sielewi, yaani kaona tu basi ni miujiza ya Mwenyezi Mungu. Ndiyo. Kweli kabisa. Kwa sababu juzi tu nilikuwa nasema hivi nitafikia miaka 25 nikiwa katika hali gani? Sababu 2009 ilikuwa 10, 19 ikawa 20. 24 imekuwa 25. 25. Ndiyo. Basi naona kama miujiza ya Mwenyezi Mungu tu anayonitendea kila siku ya maisha yangu. Yaani nabaki tu namwambia Mungu asante. Kilichoko mdomoni kwangu, asante Mungu. Asante Mungu. Hata sijui niseme nini kwa kweli. Ni jambo gani la kukumbukwa katika safari yako hii ya miaka 25 ambalo kila mara unapokaa unalikumbuka kweli? Jambo la kukumbuka Ndiyo. ni wakati nikiweka nadhiri za maisha. Ndiyo. Miaka 9 baadaye bila shaka. Ndiyo. Miaka 9 baada ya kuweka nadhiri za kwanza. Nikiwa kwenye maandalizi. Kwa tunajiandaa. Nipo fresh kabisa, naendelea na shughuli zangu. Akaja sister mmoja akaniambia, "Sister, vipi?" Nikamwambia, "Safi tu. Habari ya ushemasi?" Wanatukaniaga ni shemasi. Nikamwambia, "Nzuri." Akaniambia, "Sasa nimekuja hapa, lakini nimesikia," nikamuuliza mama mlezi, "Vipi wao watu mashemasi?" Akaniambia, "Kuna ambao hawataweka nadhiri za maisha." Ndiyo. Akaniambia mmoja hapo ni wewe. Lakini nikamuuliza mama mlezi, "Kwani ripoti yako maandikiwa nini?" Akamwambia ameandikiwa vizuri tu. Lakini kwa nini? Nikasema basi tu. Bila shaka ulikuwa ni mwaka 2008. 2008. Ndiyo. Manake kutoka 99 mpaka 2008 ni miaka 9. Ni miaka 9. 2008. Nini kilitokea Sister? Kwa kweli unajua hata sijui. Ndiyo. Sijui. Na ni kweli Sister. Nikamwambia, "Sister, mimi niko tayari kwa lolote. Mimi najua mimi mwenyewe ndani ya moyo wangu sina chochote. Kwa sababu huko nilikuwa nakufanya utume.
sidhani kama ripoti wameniandikia ripoti gani, hata kama wameandika hiyo ripoti mimi najifahamu nimeishije kule nilikokuwa nafanya utume. Nikamwambia sister, wewe niombe. Sister akaniambia sawa. Basi nikabaki nawaza. Hicho kikao kinafanya mimi niendelee kusali zaidi. Namwambia Mungu na kuomba Mungu nionyeshe ni kitu gani nimekosa mpaka nisiweke nadhiri za maisha, na mimi nilikuomba. Yaani nikasikia sauti inaniambia tulia. Tulia. Ulikuwa umebaki muda gani kuelekea kwenye siku ya kufunga nadhiri za daima? Za daima nilikuwa ni mwezi mmoja. Ndio kwenye maandalizi. Ndio ukapewa hiyo taarifa kwamba makao ya asili Huruma Convent. Ndio ukapewa hiyo taarifa kwamba hutaweza kufunga nadhiri za daima kama ilivyopaswa. Je, ilitokea? Hamna. Ilitokea. Tumshukuru Mungu ulifanikiwa kwa hiyo. Ndio. Kabisa. Haikutokea. Nini kiliendelea baada ya tamko lile ambalo ulikuwa umedokezwa na mtawa mwenzako? Ni kweli kuna taarifa zilitoka ambako nilikuwa nimefanya utume huko nyuma pale Huruma. Ndio. Akaitwa sister mmoja ambaye nilikuwa nafanya naye kazi na mama mkuu bila mimi kujua, lakini ndio akaambiwa mbona huyu sister ameandikiwa 1 2 3 na wewe ulikuwa karibu sana naye. Akamwambia waliomwandikia ni uongo, aliwaambia 1 2 3 ukweli mbele ya watu, ndio maana akamwandikia kitu cha namna hii. Ndio. Basi hata hawakunishirikisha. Sister yule ndio alikuja kuniambia. Mambo yakapita tu, nikaweka nadhiri za maisha, nikasonga mbele. Hongera sana sister, tunakupongeza sana kwa hatua hizi zote. Ni changamoto gani ambayo wanakumbana watawa ambao wapo katika mchakato huo wa kutoka katika nadhiri za awali, nadhiri za kwanza kuelekea katika nadhiri za milele? Mchakato ambao unapita pale, ndio changamoto ambazo wanakutana nazo ambazo zinaweza kuwa zinawakwamisha. Changamoto ni nyingi. Pale inabidi mimi mwenyewe nijifahamu ninataka nini. Ndio. Na wao pia wanipime. Je, nitaweza? Mimi najipima na wao wananipima. Uongozi wananipima au walezi wananipima mimi. Kwa sababu unaelezwa maisha haya unapaswa kuishi 1 2 3 4. Ndio. Je, nitaweza? Sasa baada ya hapo sasa kule kupimwa, wewe unakazana wanasema nitaweza. Wanasema novisiati pale, wanasema hebu tu, sababu pale ni mahali pa kujaribiwa. Ndiyo. Na tunapopokelewa pale novisiati tunaambiwa kabisa, tunasema yaani kuna formula tunasoma na kujaribiwa nanyi. Ndio. Naona wataweza kukupa zoezi ambalo wewe mwenyewe utasema kama maisha ni hivi, hapana. Lakini ukiwa na wito unasonga mbele. Watu wengi wanafikiri maisha ya utawa ni magumu. Wewe unasemaje? Maisha ya utawa ndio ina magumu yake. Ni magumu ndio. Ni magumu kiasi kwamba yule mwenye nia anaweza kufika katika hatua ya kwamba akashindwa kuendelea au akaona kwamba sio sehemu ambayo ameitwa. Mwenye nia hawezi kushindwa. Ndio. Kwa sababu hakuna kitu kirahisi. Daima ukitaka mafanikio lazima upite sehemu ngumu. Ndio. Na ndio maana pale novisiati wanatupitisha sehemu ngumu. Ndio. Pale novisiati wataweza kupika chakula hapo. Napika chakula, mnakula chakula, msipomaliza chakula mtaweza kupewa adhabu. Kwa nini hamkumaliza hicho chakula? Kwa sababu wanataka mle mpate nguvu mfanye utume. Ndio. Sasa sisi tunalamba tumezoea, tunataka vitu vizuri unavyojua tena. Ndio. Na mmetokea katika mazingira tofauti pia. Tofauti. Sasa ataweza kuambia hamkumaliza hicho chakula, kesho ndio mtakula hiki chakula mlichoacha kesho asubuhi, alafu muende shamba. Mnajiona sana mmeonewa, lakini hamjaonewa chochote. Ni mambo gani ambayo sister inakupa furaha ukiwa kama mtawa Mkatoliki? Mimi mambo mengi tu yananipa furaha. Kwanza nilivyo. Ndio. Hadhi yangu kama sister. Ndio. Ninavyoingia kwanza kanisani, ninaungana na Mungu bila kuwaza kitu kingine chochote, kwamba niko na Mwenyezi Mungu. Ninapata nafasi ya kukaa miguuni pake, ninasali, ninawaombea watu wanaoomba msaada wa sala zangu, ninajiombea mwenyewe, naombea familia yangu, naombea ulimwengu. Tofauti na ningekuwa na
labda mwanamume na watoto, singeweza kitu cha namna hiyo. Hicho ndicho kinachonipa furaha. Maisha ya sala na mtawa yana nafasi gani? Ni muhimu sana kwa sababu ni kama vile ukimtoa samaki kwenye maji asivyoweza kuishi, ndivyo maisha ya mtawa na sala. Ndio. Usiposali kuna vishawishi vingi vitakuvuta nje ya utawa wako. Lakini ukiwa mtu sister unayesali utavishinda vyote. Ndio. Kumbuka kama tulivyo hapa. Mimi ni msichana, niko nomo. Ndio. Ninahitaji kuolewa, kuzaa watoto, kuwa na mwanamume kama kawaida, labda kumiliki mali, kufanya nini, lakini kutokana na sala nazo sali. Ndio. Ninajiona nimetosheka kwa kila kitu, sijapungukiwa chochote. Na ninapokaa miguuni kwa Mungu na nasali, ninajiona nina kila kitu, sijapungukiwa. Unapoitazama safari yako ya kitawa, kuna jambo lolote ambalo ungetamani kufanya kwenye miaka 25 ambayo umeianza hivi sasa kuelekea miaka 50, wito mtakatifu wa utawa ambao Mungu alikuita? Ndio. Jambo gani hilo? Yaani mimi ninachotaka kufanya sasa hivi ni kukusanya nguvu ya kuweza kusali zaidi kuliko nilikokuwa huko nyuma. Kwa sababu ninakoelekea ndiko, yani nilivyokuwa kijana nilikuwa na nguvu ya kusali, na ninakoelekea ninamuomba Mungu anipe nguvu zaidi ya kusali, kwa sababu ndio naelekea mwisho wa maisha yangu ya utawa. Yaani nguvu zinaendelea kupungua. Na kama nguvu zinaendelea kupungua, basi ninahitaji maombi zaidi ya kuweza kuniimarisha niweze kumtumikia Mungu kwa uaminifu zaidi, nisilegee. Ndio. Ndio. Kiroho unasherekeaje miaka yako 25 ya utawa kama mtawa Mkatoliki? Yaani kiroho ni daima ninamuomba Mungu kiroho niwe safi daima, nisiwe na chuki na mtu yeyote. Kama ni ukweli namwambia mtu ukweli, nisibebe mtu wala nisifanye kitu kingine chochote ambacho kitaweza kunifanya mimi au nisononeke au nizeeke mapema au nishindwe kusali. Hicho ndicho ninachojitahidi kufanya kwa sasa hivi kwa maisha yaliyonibakia. Ujumbe mmoja kwa wazazi ambao mabinti ama vijana wamekuwa na hamu ya kumtumikia Mwenyezi Mungu katika nafasi ya mbalimbali, wanaume katika nafasi ya ubruda ama upadre, wanawake katika nafasi ya utawa kama mtawa Mkatoliki, sister Mkatoliki. Ujumbe mmoja kwa wazazi. Nawaambia wazazi kwamba Mungu amewaita wazazi kuwa na wito wa ndoa. Watoto wao watakapokuja kusema yani kuambia kwamba nina wito wa utawa, ndio wawaachie watoto waende kwenye wito wa utawa, wakawaombee baraka huko na mambo mengine mengi, na wao wenyewe pia kwa kumtoa mtoto wao, binti au kijana wao kwenda brother au sister, watanufaika sana katika maisha yao na baraka zitamiminika ndani ya familia zao. Neno moja kwa wazazi wako. Baba tunafahamu alitangulia, mama pia alishatangulia, mama naye pia kutangulia. Ndiyo. Neno moja kwa familia yako, kaka zako, neno moja kwa dada yako Sister Nympha, ambaye naye alikuwa ni sehemu ya kichocheo cha wewe kuwa mtawa Mkatoliki. Neno moja kwa Sister Clementina ambaye alikuwa ni daraja kubwa la kukusaidia wewe kutoka pale Kirima kwenda mpaka ofisi kuu pale Moshi mjini, na leo ni miaka 25 sasa wewe ni mtawa Mkatoliki. Kwa kweli kwa neno kwa familia yangu, ninawashukuru sana kwa kuniombea na kwa kunitia moyo nikaweza kuishi miaka yote 25 huku tawani bila kukata tamaa. Ninawashukuru sana na ninawaomba sana kaka zangu, kama wanao wakihitaji kwenda utawani wawaruhusu. Japo kuna kaka yangu mmoja angalau ameshamruhusu binti yake, sasa hivi ni mtawa katika shirika la masista Bibi Yetu wa Kilimanjaro. Na mtazamaji, ndivyo ambavyo tunatia nanga katika kipindi cha Safari ya Wito kwa siku hii ya leo. Hii ilikuwa ni sehemu ya pili ya msimu wa 4 wa kipindi cha Safari ya Wito. Na leo kwa namna ya kipekee tulikuwa naye Sister Hermana Shio, CDNK, mtawa shirika la Bibi Yetu
wa Kilimanjaro. Ametushirikisha mengi sana. Umepata fursa ya kujifunza, umepata fursa ya kuelimika, pia ninaamini umecheka kutokana na mambo kadha wa kadha ambayo yajitokeza katika safari yake ya wito. Lakini haya yote ni maisha katika kufikia kile ambacho mtu anakitamani vile pale ambako Mungu amemuita. Mimi ni Eric Pasco Jr. Nyuma ya kamera yuko mwenzangu Rafael Mushi. Tumsifu Yesu Kristo milele amina. Hadi wakati mwingine, tukutane tena Jumanne ijayo.